sana sana. Sana sana. Amina. Nampenda Yesu sana. Amina. Kuliko mnapofikiri. Miaka ninayo 75. Lakini bado nampenda Mungu, namtumikia na nitamtumikia mpaka nizeeke. Amina. Karibu ndugu mtazamaji wa Dodoma Makulu SDA Church. Na hapa tunapenda kuona safari ndefu sana ya kilomita zisizopungua 27 kuelekea katika kundi dogo la Mahoma Makulu katika mji wa kiserikali kwa ajili ya kwenda kulikabidhi hilo kundi. Tunaona baadhi ya washiriki ambao tumekuwa nao, mzee Manyanya yuko, mchungaji Gervas Mbipi, Gloria Roni, Melanie Msauge, mzee Fred Maiga pamoja na washiriki wengine ambao tuliambatana nao kwa ajili ya kwenda kukabidhi hilo kundi. Matukio kadha wa kadha yameendelea hapo, tutakwenda kuyaona kwa uzuri zaidi. Hao ni washiriki kwa pamoja, mchungaji Gervas Mbipi wa mtaa wa Kisasa pamoja na mchungaji wa mtaa wa Nzuguni, wakibadilishana mawili matatu. Karibu tuendelee kufuatana kwa matukio mbalimbali ya makabidhiano ya kundi la Mahoma Makulu. Leo ni siku maalum ambapo kanisa la Dodoma Makulu limekuja kwa ajili ya kukabidhi kundi la Mahoma Makulu katika kanisa la Mahomanyika. Yako matukio mengi kadha wa kadha ambayo yameendelea, yako hapo, fuatilia kwa uzuri zaidi kila kitu ambacho kimeendelea kwa siku ya leo. Mungu akubariki sana. Asante. Hao ni mchungaji Gervas Mbipi, bibi Dorcas Mzuka ambaye ndiye mwinjilisti aliyekuwa kilele kundi pamoja na mzee Fredi Maiga. Hiyo ni baada ya kuhitimisha ibada, wakiendelea kubadilishana machache. Tunapoenda kulikabidhi ile kundi, tunasema asante, jina la Bwana litukuzwe. Amen. Tawi la shule ya Sabato la Mahoma Makulu lilianzishwa mwaka 2019 likiwa chini ya kanisa la Mahomanyika. Kutokana na changamoto zilizojitokeza kwa kanisa la Mahomanyika, tawi hili lilikabidhiwa kwa kanisa la Dodoma Makulu kulilea hapo mwaka 2020. Tawi lilikuwa linakutana kwa ibada katika mji wa mshiriki ndugu Matiko Marwa Bunduki pamoja na mke wake. Baada ya kukabidhiwa tawi hili, kanisa letu lilimpeleka mwinjilisti Dorcas Mzuka kulilea na kusimamia taratibu zote za ibada katika tawi hili, pamoja na kufanya shughuli za uinjilisti katika eneo la Mahoma Makulu. Namshukuru sana mwinjilisti Dorcas kwa kazi kubwa aliyoifanya katika eneo hili. Mungu mbarikiwe sana. Amen. Tunamshukuru sana mchungaji Emmanuel Andrew ambaye alikuwa ni mchungaji wa mtaa wetu na baadaye kusimamia mtaa wa Kisasa, akisubiri kupatikana kwa mchungaji ambaye angepangwa kuchunga mtaa mpya. Alisimamia vyema shughuli zote zilizokuwa zinaendelea katika eneo hili. Namshukuru mchungaji Gervas Mbipi ambaye ni mchungaji wa kwanza kuongoza mtaa wetu wa Kisasa. Alishirikiana na kanisa letu bega kwa bega kuhakikisha kuwa tawi hili linakuwa na hatimaye kulipandisha kufikia hadhi ya kundi. Nawashukuru pia washiriki wote ambao walitoa muda wao kuja kufanya kazi ya uinjilisti katika eneo hili la Mahoma Makulu. Kazi yao ni kubwa walioifanya, hakika Bwana anaitambua. Haleluya. Tunawashukuru washiriki wote wa kanisa la Mahoma Makulu kwa namna walivyojitoa kwa mali na nguvu zao kuhakikisha kwamba tawi hili linaendelea kukua hadi kufikia kundi na hatimaye kuwa kanisa. Kutokana na habari njema kuwa kanisa la Mahomanyika sasa linaweza kulihudumia tawi hili, na kwa vile kijiografia wapo karibu sana, imeonekana kuwa ni vyema kulikabidhi tena tawi hili la Mahoma Makulu kwa kanisa la Mahomanyika ili waendelee kulihudumia kwa ukaribu zaidi na kuliwezesha kukua na hatimaye kulipandisha hadhi ili iweze kushiriki zaidi katika uinjilisti wa eneo la Mahoma Makulu. Tunayo imani kubwa kwamba Bwana anakwenda kuinua tawi hili katika eneo la Mahoma Makulu ili iweze kuwaleta watu wengi kwake. Kipengele cha pili, uinjilisti katika eneo la Mahoma Makulu. Kanisa letu lilianzisha uinjilisti katika eneo la Mahoma Makulu baada ya kumweka mwinjilisti katika eneo hili ambaye ni mwinjilisti Dorcas. Alianza kwa kutembelea washiriki na wasio washiriki katika eneo la Mahoma Makulu
Katika kutembelea, mwinjilisti Dorcas aligawa vijuzuu na vitabu mbalimbali kwa watu wa Mahoma Makuru. Vitabu hivi vilikuwa ni pamoja na Sabato ya Kweli, Jipatie Amani Moyoni, Tendo Lisilo Kifani, pamoja na ugawaji wa vitabu na maombi katika kaya mbalimbali alizozitembelea. Aliwaalika pia kwa ajili ya ibada. Haleluya jamani. Amina. Efoti ya wazi katika kiwanja cha shule ya msingi Mahoma Makuru. Kipengele cha pili katika swala la uinjilisti ni efoti ya wazi katika kiwanja cha shule ya msingi Mahoma Makuru. Efoti ya wazi ilitanguliwa na efoti ya nyumba kwa nyumba. Wainjilisti waliopiga kambi katika eneo la Mahoma Makuru walitembelea kaya mbalimbali, waligawa vitabu na vijizuu na kualika kwa ajili ya mkutano wa hadhara. Efoti hii ya wazi ilifanyika katika kiwanja cha mpira wa shule ya msingi Mahoma Makuru. Efoti ilihudumiwa na mwinjilisti Mbele kutoka katika kanisa la Chamwino Ikuru akiwa mhudumu mkuu. Alisaidiwa na mwinjilisti Samuel Tangasi ambaye aliendesha masomo ya afya na kiasi, pamoja na mwinjilisti Balongo kutoka katika kanisa la Ng'ong'ona aliendesha masomo ya kaya na familia. Timu hii pia ilisaidiwa na wainjilisti ambao waliendelea kutembelea nyumba kwa nyumba na kualika watu kwa ajili ya kuhudhuria katika mikutano. Katika wiki hizi 3 wainjilisti wetu walifanyikiwa kushiriki ibada katika kanisa moja la Anglikana pamoja na kanisa jingine moja la TAG. Katika makanisa haya waligawa vitabu pamoja na vijizuu. Katika efoti hii yafuatayo yaliweza kufanyika. 1. Nyumba au kaya 124 zilifikiwa katika eneo hili. Haleluya jamani. Watu wazima 340 waliweza kufikiwa, lakini kwa upande wa watoto ni watoto 258 nao pia walifikiwa. Kwa upande wa machapisho pamoja na vijizuu viligawiwa ni 1674 viligawiwa katika eneo hili. Kwa upande wa vitabu 103 viligawiwa, ikiwa ni pamoja na Jipatie Amani Moyoni vitabu 31, Tendo Lisilo Kifani ni vitabu 13, Kifo na Ufufuo ni vitabu 19, pamoja na Sabato ya Kweli ikiwa vitabu 40. Maombi yaliyofanyika ni 130, lakini pia kuna watu ambao walivutiwa na huduma hii ya maombi pamoja pia na kujifunza neno la Bwana, walikuwa ni watu 13. Makanisa yaliyotembelewa ni Anglikana pamoja na TAG. Lakini pia sehemu nyingine ya uinjilisti, tulifanya uinjilisti kwa njia ya efoti zile za satellite. Yaani tunakuwa tunatumia projector kwa ajili ya kurusha haya matangazo yanayohusu habari njema ambayo ni Injili. Kanisa la Dodoma Makuru liliendesha efoti za satellite 3 katika eneo la Mahoma Makuru. Efoti ya kwanza ilifanyika mwaka 2021 katika eneo la Maduka pale Mahoma Makuru, na hii ilikuwa ni ya satellite, na tulikuwa na wainjilisti wawili ambao waliokuwa wakihudumia, na ni watu wengi ambao pia walifanikiwa kwa ajili ya kusikiliza pamoja na kujifunza yale mahubiri ambayo yaliyokuwa yakiendelea. Lakini efoti ya pili ilifanyika mwaka 2022 ambayo ni ya satellite katika eneo hilo la Maduka pale Mahoma Makuru. Katika efoti hii pia tulikuwa na wainjilisti wawili pamoja na mchungaji Oscar Makwawa. Watu wengi pia walifika kuona na kusikiliza habari ya mahubiri haya. Efoti ya tatu ilifanyika mwaka 2023 katika familia ya mshiriki wetu Given. Watu walikusanyika pia katika familia ya mshiriki huyu kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Lakini pia kulikuwa na vitabu na vijizuu vilitolewa kwa watu mbalimbali waliokuwa wakihudhuria katika efoti hizi. Tunamshukuru Mungu pia kwa kipindi hiki. Katika kipengele kingine cha watu waliobatizwa, Mungu aliwezesha na kusaidia kwa kipindi hiki kuweza kufanya kazi, na katika eneo hili la Mahoma Makuru jumla ya roho 8, yani watu 8 walikubali kumkiri Yesu. Amina. Na hatimaye wakabatizwa. Haleluya. Kipengele kingine ni ibada za kila Sabato, Jumatano pamoja na Ijumaa. Ibada ziliendeshwa katika eneo la mshiriki Matiko Mara Bunduki ambalo linatumika hadi sasa, yani mahali hapa. Mwinjilisti Dorcas alisimamia huduma zote za ibada katika tawi hili la shule Sabato, akisaidiwa na washiriki wanaosali katika tawi hili. Kanisa la Dodoma Makuru lilikuwa na utaratibu wa kuwaleta washiriki na viongozi kupitia madarasa ya shule Sabato kuja kushiriki na tawi hili, kushirikiana pamoja na tawi hili kwa ibada za kila mwezi mara moja. Lakini pia mwinjilisti Lucas Makoe Mabula
alikuwa akimsaidia mwinjilisti Dorcas kwa huduma katika tawi hili, ambapo mwinjilisti Dorcas alikuwa na dharura za hapa na pale aliposhindwa kuwa katika maeneo haya siku za Sabato. Kingine kingine ni kiwanja cha kanisa. Namshukuru Mungu kwa upande wa kiwanja cha kanisa tayari kipo. Haleluya jamani. Amen. Tayari kipo, nadhani kipo mazingira ya kule. Wale wenyeji watawapeleka kwa ajili ya kuonyesha. Kiwanja cha kanisa tayari kimelipiwa malipo ya awali ya urasimishwaji. Tulikuwa katika zoezi la kukirasimisha kile kiwanja. Tunamshukuru Mungu kwa jambo hili lilifanikiwa, na kiasi cha shilingi 100,000 na shilingi 50,000 kiliweza kutumika kwa ajili ya urasimishwaji. Na siku ya leo tutakabidhi stakabadhi ya malipo kwa ajili ya kuendeleza process ya kupata hati sasa ya kiwanja hicho, na baada hapo basi tuweze kujenga kanisa. Haleluya. Amen. Hitimisho ni mwisho. Tunamshukuru Mungu kwa namna alivyotupatia nafasi hii ya kushiriki pamoja naye kwa kazi yake ya kupeleka injili katika eneo hili. Jamani, kama Israeli, kama sio Mungu jamani, Israeli Na aseme sasa. kwa kweli haikuwa rahisi. Bwana asifiwe. Amen. Haikuwa rahisi. Kwa ni jambo ambalo tunamshukuru Mungu kwa namna ambavyo amewezesha hadi tumefikia hatua hii. Haleluya jamani. Amen. Kwa kumbe tunaombea washiriki waliopo katika tawi hili la shule ya Sabato waendeleze mshikamano waliokuwa nao. Tunasikilizana washiriki wale ambao tulikuwa pamoja. Jamani tunaomba. Haleluya jamani. Amen. Tunaomba kwa moyo wa dhati. Sawa tushirikiane na kanisa ambalo tunaenda kulikabidhi. Haleluya jamani. Amen. Lengo ni kwamba tu tuiendeleze kazi ya Bwana. Tunatamani siku moja tutakapokuja kwa ajili ya kutembelea huku, baada ya miaka fulani hivi tukute kanisa kubwa na washiriki wengi. Haleluya. Amen. Na hili pia linawezekana. Amen. Kwa maana Mungu yuko pamoja nasi. Amen. Basi tunashukuru kwa hili na tunaliombea pia kanisa la Mumanyika ambalo linaingia kazini sasa kwa kushirikiana na kundi hili kutenda kazi kwa weledi. Haleluya jamani. Amen. Mkubwa, ili baada ya muda mfupi likae kundi na hatimaye kanisa. Mungu na wabariki. Niaba ya kanisa la Dodoma Makulu tunakabidhi hivi vichache ambavyo tunavyo kwa uongozi wa kanisa la Mumanyika. Hii ni risiti ya malipo ya urasimishaji. Hii tutaikabidhi. Nikabidhi tu kwa mchungaji. Alijua sana. Ya Pastor mimi na wazee wangu wa kanisa kwa niaba ya washiriki wa kanisa la Dodoma Makulu tunayofuraha kulikabidhi hili ambayo tumeisoma kwenu, pia tutabaki na nakala yake. Dodoma Makulu. Tulifika pale 2020 tukawa na mama Dorcas kwa muda mfupi sana. Siku moja akahubiri vizuri sana pale. Alafu ndo akapotea kuja Mahoma Makulu. Tunamshukuru sana kwa kazi kubwa aliyoifanya. Kwa kweli ameliwakilisha kanisa letu vizuri katika eneo hili. Lakini pia tunawashukuru vijana wetu waliofanya kazi kubwa katika eneo hili. Kuna vijana wa injilisti ambao sana Amina. Nampenda Yesu sana. Amina. Kuliko mnapofikiri. Miaka ninayo 75, lakini bado nampenda Mungu, namtumikia na nitamtumikia mpaka nizeeke. Amina. Maana nimefanya kazi kubwa ambao sijivuni, ila ni Bwana. Amina. Pasipo yeye mimi hakuna kitu. Amina. Zuzu pale kuna kundi na sasa kanisa kuna watu karibu 100 na nimeenda kwa kufanya kazi kama hapa.
Nimeenda Mpendo, sasa hivi watu 80. Nimeenda kufanya kazi kama ilivyo hapa. Nimeenda Kibaibwa, nimefanya kazi. Leo kanisa kubwa kuliko mnavyofikiri. Nimeenda sehemu moja inaitwa Machimbo. Nilienda huko, leo kuna kanisa wananiita mama, njoo uone matunda yako. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kila kona nimeenda, nimemwona Bwana akifanya kazi kwa namna ya pekee. Na nimefanya kazi ya vitabu kila kona. Ndoa zimepona, watu afya zao zimepona, na kiroho pia. Ninamshukuru Mungu kwa hivyo. Sijivuni, ila ni nani? Ni Mungu. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi napenda kumshukuru Mungu kwa kusanyiko hili kwa namna ya pekee. Mmekuja hapa ili tushirikiane kwa kazi ya Bwana. Maana tujenge mwili wa nani? Tusikate tamaa. Wapendwa, mtakaposhika kundi hili, fanyeni kwa moyo mmoja kwa namna ya pekee. Hata kama kuna ugumu namna gani, pambana. Amina. Pambana kwa namna gani utuvushe mahali hapa, Bwana wamuone Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ninawapenda na Bwana awabariki. Amina. Asante sana mama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hayo ni maneno ya askari wa Bwana, na kwa ushuhuda wake amefungua kazi mahali na mahali, na mahali hapa pia alikuwa na wangu tamu kabisa kukubali neno lake, nina raha moyo. Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Fungu kuu natoka katika Petro wa pili mstari wa 3 hadi wa 9, inasema Bwana akawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyozani kukaia kwake, bali kuvumilia kwenu, ili kwa sababu hataki hata mtu asipotee, bali wote wafikirie toba. Mhubiri mmoja alikuwa akihubiri katika kanisa siku ya Sabato, na moja ya washirika waliokuwepo kanisani ni binti ambaye tutamwita Viki. Viki alikuwa naye katika hilo kanisa akiwa anasikiliza neno la Mungu. Mchungaji huyo alihubiri kuhusu ujio wa Yesu mara ya pili, na alisema kwamba Yesu anakuja upesi. Viki alikuwa amefiwa na binamu yake aliyempenda sana. Alirudi nyumbani. Nawashukuru wachungaji wote wawili. Kuhubiri wachungaji wa kazi. Wachungaji wawili wakiwa wamekaa wanakusikiliza. Unaweza kutetemeka. Lakini wachungaji ni watu wema na wameweza ili niweze kuongea na watakatifu wa Bwana siku ya leo. Amina. Hawa wachungaji wana ministry zao. Yaani mchungaji Mshangi hafanani kabisa na mchungaji Ndindi. Yaani namna wa utendaji kazi ni tofauti kabisa. Na Bwana amewapatia hivyo vipaji tofauti kwa ajili ya kukamilisha kazi yake. Na Pastor Mbipi anapokuja kisasa, kuna kitu ambacho Bwana anahitaji akifanya nini? Akikamilishe. Na atakapokikamilisha atahamishwa. Pastor Mshangi naye hivyo. Kuna kitu ambacho amekuja kukikamilisha katika mtaa huu. Na atakapokimaliza utamuona anahamishwa. Fikiria sasa Pastor Mshangi ametolewa kwa Iringa huko. Kuna kitu ambacho Mungu anataka akakifanye wapi? Akakifanye sehemu nyingine. Kwa maana huwa tunasema wachungaji kila mchungaji ana ministry yake ambayo haifanani na ya Mungu. Na nimekuwa na wachungaji kadhaa ambao nimefanya nao kazi kwa karibu. Nafanya kazi na Pastor Mbaga kwa karibu sana. Nafanya kazi na Pastor Leta kwa karibu sana. Pastor Nyaibago kwa karibu sana.
Sasa hivi Pastor Mbipi kwa karibu sana, lakini unakuta yani hawa wote hawafanani. Sasa usipojua hicho, kila siku utagombana na wachungaji, kwa sababu utafikiria kwamba nilitegemea aje kama yule aliyetoka. Yule aliyetoka ni tofauti na Pastor Mbipi. Asante sana ndugu mtazamaji wa Dodoma Makulu SDA Church Online TV, na hapa ndipo tunafikia mwisho mwa matukio yaliyoendelea katika siku hii ya makabidhiano. Hapa ni watumishi wa Mungu wakiwa tayari wamerejea katika kanisa la Dodoma Makulu SDA Church tokea kule Mahoma Makulu ambako walikuwa. Na hapa ndipo tunakwenda kutia nanga katika documentation ya matukio mbalimbali yaliyoendelea. Zaidi sana subscribe pamoja na kushare hii link ili iweze kuwafikia watu wengi zaidi. Ulikuwa nami Samuel Tangasi. Bye bye.